Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama hususan jeshi la polisi imefanya operation maalum katika vijiji vya Marieni na Mhero vilivyopo kata ya Chome wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro. Operesheni hiyo imefanyika kuanzia tarehe 10 hadi 16 Februari 2026 ambapo jumla ya kilogramu 299.8 za mirungi zimekamatwa na ekari 203 za mashamba ya mirungi zimeteketezwa. Katika operesheni hiyo watuhumiwa 7 wamekamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Watuhumiwa hao ni miongoni mwa wachache waliokaidi maagizo ya serikali licha ya jitihada za muda mrefu za operation na utoaji wa elimu zilizofanyika miaka ya hivi karibuni. Serikali imefikisha huduma muhimu katika eneo hilo ikiwemo umeme, maji pamoja na kuanzisha miradi mbalimbali ya kilimo na ufugaji, na wananchi wengi wamehamasika na kujikita katika kilimo cha mazao mbadala kama vile vitunguu, viazi, kabeji, parachichi na kahawa. Hii ni ishara kuwa jamii imeanza kuona manufaa ya uchumi halali na endelevu. Mamlaka itaendelea kushirikiana na viongozi wa vijiji, kata, wilaya na mkoa pamoja na wadau wengine katika kutoa elimu na kutekeleza operation mbalimbali ili kuhakikisha tatizo la mirungi linadhibitiwa kikamilifu katika wilaya ya Same. Ninatoa wito kwa wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kuhakikisha kwamba tunatokomeza zao la mirungi katika wilaya hii ya Same na maeneo mengine nchini. Tunatoa onyo kali sana kwa wale ambao walikuwa na dhamiria na wale ambao mirungi yao imeshatolewa, masiki hajatolewa, lakini wapo ambao inawezekana kwamba hatukuwafikia vilivyo. Kwa kushirikiana na mamlaka ya madawa ya kulevya tunahakika kwamba hao watu pia tutakuwa tumewafikia, lakini kabla hatujawafikia wafanye zoezi la kuhakikisha kwamba iliyopandwa inatolewa, visiki vinaondolewa na hakuna anayerudia tena kulifanya hivyo, maana serikali iko macho kuhakikisha kwamba zoezi zima la kuteketeza madawa ya kulevya linafanyika kwa juhudi zote na hili lisirudiwe tena. Tunatoa onyo kali kwa hili ambalo limefanyika sasa. Linawezekana kwamba linalokuja jingine ni kali zaidi ya hili. Kwa hiyo mtu asithubutu kurudia tena. Naomba kila mmoja alisikie hilo na litekelezwe. Kwa majina, mimi ni Thomas John Fue, mwenyekiti wa kijiji cha Mhero. Kijiji cha Mhero kiko kwenye kata ya Chome, tarafa ya Chome Suji, wilaya ya Same. Tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa dhamira njema amesimamia zoezi zima la kuhakikisha kwamba kuna kila sababu ya kuondoa na kuteketeza madawa ya kulevya. Ndani ya kijiji cha Mhero ni kweli kwamba wamekuwepo baadhi ya watu wachache ambao wamelima mirungi ambayo ni moja ya madawa ya kulevya na ambayo yamechangia sana kwa kiwango kikubwa kuathiri nguvu kazi, lakini ni pamoja na vijana wetu wanaosoma shule ambao pia wameathirika kisaikolojia na kufuata mienendo ya tabia ambazo sio nzuri. Lakini kwa namna ya juhudi ambazo zimeendelea kufanyika sasa za kuteketeza zao hili, tumeshirikiana na wale waliotumwa operation ya kuondoa na kuteketeza zao la mirungi. Tumeliteketeza na juhudi kubwa zilizofanyika, tunaamini kwamba tunakoelekea sasa mambo yatakuwa mazuri. Japo pia hapo nyuma tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunawabadilisha kisaikolojia na namna ya miundombinu ya kiuchumi kwa kupanda mazao mengine tofauti na mirungi ambayo inaweza kuwasaidia kiuchumi. Hasa tulifanya operation ya kuhakikisha kwamba wanapanda zao la parachichi, ni wachache ambao wameitikia. Ni miaka 3 iliyopita sasa, na parachichi wengine wale ambao wameshalima zimeshaanza kutoa matunda, tukitegemea kwamba na wananchi wengine ambao pia wamehusika katika hili na wengine watakapoingia katika zoezi la kupanda matunda tutakuwa tumefikia katika lengo zuri. Mazingira yetu yanakubali parachichi, kuna apple na mengineyo mengi, na ndio kazi kubwa ambayo tumechangia kuifanya kwamba wakulima hao waweze kufanya hilo, na tumefikia mahali pazuri. Na baada ya kuteketeza mirungi, na kuna kazi ambayo imebakia, kuna namna ya kung'oa masiki hayo, na tunaahidi kwamba hiyo kazi itaendelea kufanyika kwa kutumia kamati mbalimbali. Tuna kamati ya maliasili, tuna kamati ya ya ulinzi na usalama, tuna wenye vitu wa vitongoji. Kwa ushirikiano naamini kwamba na elimu kwa wananchi tutahakikisha kwamba masiki yanatolewa na zoezi la
uendelezaji wa upandaji wa mirungi hautakuwepo tena, ili nchi iweze kuwa salama na nguvu kazi iweze kupona, na tuendelee na uzalishaji na ukuaji katika maadili na kuhakikisha kwamba hakuna anayeathirika. Tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwa kijiji chetu na vijiji vingine. Naamini kwamba kama kuna ambao walikuwa wanafikiria kufanya hivyo, sasa kuna uwezekano kwamba hawatarudia kufanya hivyo, maana wameona kazi kubwa ambayo imefanyika. Kwa majina, mimi naitwa Hamadi Waziri Hamadi, ni mtendaji wa kijiji cha Muhero. Leo kulikuwa kuna operation ya kuteketeza madawa ya kulevya aina ya mirungi, ambayo kuna watu wachache ndani ya kijiji cha Muhero walikuwa bado wanaendelea na ustawishaji huo. Licha ya kuwepo kuna juhudi nyingi zimetumika, wengi walikuwa na mazao hayo, lakini baadaye juhudi zilizotokea za serikali ya kijiji, kata na wilaya, wengi waliondokana na kilimo hicho, lakini wachache ambao walikuwa sugu, baadhi wamekamatwa na wengine mashamba yao kuteketezwa. Ni dhahiri kwamba kuna mazao mengine mazuri yanayostawi ndani ya kijiji hiki, yakiwemo vitunguu na mazao mengine ya mboga mboga, lakini pia tulipata zao la kilimo cha parachichi ambalo lilikuwa ni kama mkombozi baada ya kuona kwamba zao la mirungi limekuwa sio zao nzuri kwa jamii inayotuzunguka. Operesheni hii itakuwa ni msaada sana kwetu, kwa sababu itasaidia vijana wengi ambao walikuwa wanajihusisha na kilimo hicho pamoja na matumizi ya madawa ya kulevya aina ya mirungi, ambao walikuwa ni wanajihusisha na mambo pia ya udokozi, kwa kuwa wanakuwa wanakula madawa ya kulevya na kupelekea kushindwa kufanya kazi na kuzalisha kama jamii. Kwa hiyo tuwashukuru sana, na tunaahidi tutatoa ushirikiano kuhakikisha kwamba zao hili litateketea moja kwa moja katika kijiji chetu na kata kwa ujumla. Nipende kutoa wito kwa wananchi wote wa kijiji cha Muhero na kata kwa ujumla kuacha kulima mazao ya mirungi na kujikita kwenye kilimo cha vitunguu, kabichi na mazao mengine ya viazi ambayo yana faida kubwa kwenye jamii na hayana changamoto yoyote. Lakini nishukuru serikali kwa miradi mbalimbali iliyoleta. Barabara zilikarabatiwa japokuwa bado kuna changamoto chache, lakini pia kuna miradi ya maji, miradi ya zahanati, umeme. Bahati nzuri kwetu umeme umefika mapema, kwa hiyo tushukuru serikali sana, lakini tuombe pia serikali iendelee kutusupport kwenye kutengeneza barabara ili mazao yaweze kufika sokoni bila changamoto na gharama kubwa. Kwa jina langu naitwa Mohamed Asmani Mbwambo. Ndio. Kazi ninayofanya ni driver. Lakini nilivyokuja hapa Chome nimekuta hawa wafanya biashara wa mirungi, wakulima wa mirungi wameonywa na serikali muda mrefu. Viongozi wa vijiji, viongozi wa kata wamewahimiza sana kwamba waache hizi biashara, lakini bado wakawa kuna walioacha, kuna ambao walitoa mazao hayo wakaacha biashara kabisa kwa kuhofia familia zao. Lakini wengine hawakuogopa, waliendelea. Lakini mpaka leo hii ile idadi ya zamani iliyopita imepungua. Wale waliokuwa wanalima wengi wamepungua, wamebaki wachache. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ninashukuru serikali kuja kuwahamasisha hawa ambao bado wanaendelea na biashara hiyo waache. Na mimi pia nimeongea na hawa wakulima wa mirungi, nimewahoji wakaniambia, na nikawasihi wakaniambia, bwana, leo tarehe 10 na ngapi leo? Tarehe tuseme Jumanne. Leo ndo tumekamatwa na leo ndo itakuwa mara ya mwisho. Hatutazifanya hizo biashara tena, hatutalima zao hilo tena. Tunaapa, wameapa kwamba tunaapa kwa Mungu kwamba leo hiyo ndo itakuwa biashara imekata.
Na kwa huku Chome ni zao gani ambalo linaweza kufanya kazi zaidi au nimewashauri, nimewaambia nyie hapa Chome mna bahati, mmebarikiwa na Mungu. Maana mmepewa maji, mnalima kabichi, mnalima kitunguu, mnalima viazi, mnalima mahindi na kadhalika. Kwa hiyo kwa nini mulime hili zao ambalo linakuharibu wewe pamoja na familia yako na wengine? Kwa hiyo wamekiri wakasema hawatarudia tena. Kuanzia leo wataacha hiyo biashara. Sawa sawa mzee, tunashukuru sana kwa hilo. Ndio. Naomba uzidi kuhamasisha wananchi wengine ndio biashara hiyo, kwa sababu serikali itaendelea kuchukua sheria na kuchukua mkondo wake dhidi ya wale ambao wanajihusisha na biashara hiyo haramu ya dawa za kulevya. Hasa hii ya mrungi kwa upande wetu sana. Sawa, na mimi kuwashauri kama sababu mimi natembea na gari sehemu mbalimbali, nitawashauri jamani, acheni, kwa sababu nimeshaona watoto walioteseka kwa sababu wazazi wao wamekimbilia porini, wengine wanakimbia kwenda mbali. Sasa wanaoteseka watoto unakuta wanalala njaa. Kwa hiyo mimi nafikiri mimi nitazidi kuwashauri. Sawa sawa mzee, tunashukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Rafaeli Fahamueli Kisenge. Ni mkazi wa kata ya Chome, kijiji cha Mhero. Ni mkulima mdogo anayehusika na kilimo mseto. Kilimo mseto kinachohusisha kilimo cha biashara, lakini pia kilimo cha mazao ya chakula. Mazao ya biashara ni kama vitunguu katika maeneo madogo, lakini katika maeneo hayo madogo mazao ya chakula. Tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwamba ameweka mfumo mzuri sana ambapo tunapata ruzuku kwa ajili ya mbolea, mbegu na mambo mengi sana. Kwa hiyo katika maeneo haya madogo tumekuwa tukipata faida. Kwa hiyo hakuna sababu ya kufanya kilimo haramu.